Neno la leo: vita ni vya Bwana. Adui anakuogopesha kwa ukubwa wa vita, lakini amesahau kwamba vita hiyo haipo mikononi mwako, ipo mikononi mwa Mungu. Nyakati wa Pili 20 mstari wa 15 inasema, msihofu wala msifadhaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa, maana vita si yenyu bali ni ya Mungu. Kuna vita unapigana kimya kimya, watu hawaoni, lakini moyo wako unajua mapambano yake. Ni vita vya mawazo, ni vita vya familia, ni vita vya huduma, ni vita vya kesho yako. Na leo Mungu anakuambia, acha kubeba mzigo ambao si wako. Umejaribu kupigana kwa nguvu zako, umejaribu kupanga mikakati, umejaribu kulia peke yako, lakini vita vingine havishindwi kwa nguvu ya mwili, vinashindwa kwa kumkabidhi Mungu. Kumbuka, wakati wa Mfalme Yehoshafati hawakuanza kwa silaha, walianza kwa sifa, na Mungu alipigana kwa ajili yao. Huenda leo hauoni njia ya kutoka. Haijalishi adui anaonekana mkubwa kuliko imani yako, lakini ukubwa wa tatizo hauwezi kushindana na ukuu wa Mungu. Usikate tamaa. Simama katika imani. Mwambie Mungu, Baba, hii ni vita yako. Na pale unapokabidhi, ndipo Mungu anapoanza kufanya kazi. Niruhusu nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, namuinua msikilizaji huyu mbele zako. Unajua vita anavyopitia, vinavyoonekana na visivyoonekana. Leo ninaomba umpe utulivu wa moyo. Ondoa hofu, ondoa mashaka, ondoa mzigo wa kupigana peke yake. Pigana kwa ajili yake, Mungu. Badilisha hali yake. Leta ushindi ambao utajulikana wazi kwamba umetoka kwako, na jina lako litukuzwe kupitia ushuhuda wake. Katika jina la Yesu, amina. Tafakari kwa upole. Ni vita gani bado unajaribu kupigana mwenyewe badala ya kumkabidhi Mungu leo? Comment hapo kwa ushindi. Vita si yangu, bali vita ni ya Bwana.